kumtoa mtu kwenye uwepo wa Mungu, fanyaje? Anafanya nini kwa mtu ili ahakikisha anamtoa kwenye ule uwepo wa Mungu? Anafanya nini? Cha kwanza, anaondoa ibada ndani ya mtu. Anaondoa ule moyo wa ibada wa mtu. Kwani ibada ni kitu gani? Ibada ni mahusiano kati ya mtu na anachokiabudu. Ibada ndio inamweka mtu karibu na Mungu. Ibada ndio inamfanya Mungu amwone mtu anayemwabudu. Ibada ni sawasawa na jicho la Mungu kwa mtu kwa njia ya moyo wa ibada. Jicho la Mungu. Mungu akitaka kujua kuna mtu wake, anaangalia ibada. Ndio maana kwenye kitabu cha Yohana Yesu anamwambia yule mama Msamaria, Mungu amtafuta watu kama hao ili wamwabudu. Nje ya ibada hakuna Mungu mahala pa mtu. Sijui nimesemaje hapo. Mtu asiye na ibada, Mungu hayuko. Ibada inamfanya Mungu aone moyo wa mtu siku zote, usiku na mchana. Kwenye moyo ndiko kuna uhalisia wa mtu. Sasa mtu anapokosa ibada, Mungu hakai mahali hapo. Na shetani kazi yake ni kuondoa moyo wa ibada ndani ya mtu. Ili huyu mtu asiwe na Mungu, ili Mungu asimwone mtu, ili Mungu asishughulike na mtu, mahusiano yake na mtu yaondoshwe mbali. Na sio tu kuondoa moyo wa ibada, maana kama anaondoa mahusiano kati ya mtu na Mungu, kwa lugha nyingine anachukua mahusiano kati ya mtu na yeye. Anapoondoa moyo wa ibada wa kumwabudu Mungu ndani ya mtu, anachukua yeye huo moyo. Maana yake badala ya mtu kumwabudu Mungu, anamwabudu shetani. Yesu kuna mahali anasema watu hawa wananiheshimu kwa vinywa vyao, lakini mioyoni mwao niko mbali. Kwa hiyo Mungu anatazama moyo wa mtu. Kama kuna mahusiano na mimi, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4:8, mwangalie shetani anachokifanya kitu kibaya sana. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. 9, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Shetani anamshawishi Yesu akatisha uhusiano kati yake na Baba, amwabudu shetani kwamba nitakupa wewe, nisujudie tu, nitakupa. Na hapa ndipo watu wengi na watumishi wengi duniani kote wameangukia. Ukianza kuona moyo wako haumpendi tena Mungu, ujue saa hiyo moyo wako unampenda shetani na vitu. Yesu akamjibu, mwambie hivi. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mungu anahitaji kuabudiwa ili nini? Aone uhusiano wako na yeye. Anapoondoa moyo wa ibada ndani ya mtu, huyu mtu anapata nini? Kwanza anakosa hofu ya Mungu. Anakosa hofu ya Mungu. Ukiona mtu hana hofu ya Mungu, ujue hana moyo wa ibada. Moyo wa kumwabudu Mungu hana. Hayuko karibu na Mungu. Yuko nje ya uwepo wa Mungu. Yuko na shetani. Hofu ya Mungu hana. Unaweza kukutana tena, haoni tena umuhimu wa kusali. Haoni umuhimu wa kwenda kanisani. Haoni umuhimu wa kuomba. Yaani tu maisha yanaenda tu. Hata yeye anaweza akajikuta hajui kama amesha acha ibada na. Vipi bwana? Mbona mtu kanisani? Kuna siku tu nitakuja bwana. Niko busy. Nini? Anaabudu mali. Nisujudie nitakupa. Kwa kuna muda mwingine kuna watu huwa hofu ya Mungu inatoka, wanatoka kwenye uwepo wa Mungu baada ya vitu fulani kuvipata. Sasa kwa sababu Mungu anataka ampate huyu mtu, anachokifanya ni kuviondoa vile vitu, kwa sababu yeye anajua nikisha kosa nitaenda kanisani ili nikapate. Sasa unavikosa miaka 20 ili uje kanisani umpate. Biblia inasema, ina faida gani mtu kupata vitu vyote na ulimwengu mzima na kukosa ufalme wa Mungu? Kumbe ufalme wa Mungu kupata ni kitu cha muhimu kuliko vyote. Mtu huyu ambaye amekosa hofu ya Mungu, hata kutoa sadaka ni ngumu. Kila anayopata atatale, kunenepa hanenepi, kula anakula.
anataka anunue nguo, anataka anunue kile. Ni matoleo asha kubwa. Ukiangalia kuna Mungu, ila huyo mtu anapata mapato mazuri, Mungu amembariki, anabudu ile fedha. Mungu akikasirika anaitoa ile fedha. Nasikiliza, kwa sababu mshtaki, Biblia inasema hivi, Ibilisi ni mshtaki wetu. Anapotoa uwepo wa Mungu, anapotoa moyo wa ibada wa mtu, alafu anaenda kwa Mungu, anaambia unaona, hana kitu pale. Yule pale sasa hivi yuko kwao, ananiabudu mimi, anabudu mali, anabudu muda wake. Kuna Jumapili tunaongea mbele zaidi hapa, badala ya mtu kwenda kanisani, sasa amelala. Nasikuja nikampigia mtu baada ya ibada, bwana leo kuja. Yaani mchungaji, leo ndo niliona nafasi yangu nzuri ya kufua. Nimeamka saa 11 nafua mpaka sasa saa 2 nafua. Okay, jamaa kasirika, anaweza kukata mikono hiyo ya kufulia, tuone utafulia miguu, ndio tutakuona sasa muda wote upo kanisani, kwa sababu mikono imeondolewa. Niombeeni mikono yote. Kwani ni sisi? Ni yeye. Kutoa fungu la 10, mtu anaona shida. Fungu la 10 ambapo ni sehemu 10 ya 10 tu ya kipato chake. Tamu. Tuasilimia tu tamu. Mpendo. Huo moyo tunaoongelea, Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kama hautoi dhabihu zako sawa sawa, moyo wako hauko kwa Mungu. Kuna sehemu wa moyo uko. Na hiyo ni shetani kabisa mzima anayeshawishi wanadamu, hasa waamini walioko kanisani. Sijasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Leo sijasema toka nianze, sio? Bwana asifiwe ya pili. Kianza kumwona mtu ana hofu ya Mungu, utaona anatoa matoleo. Jumapili hachelewi. Ibada inaanza saa 2, saa 1:30 yuko kanisani. Ibada inaanza saa ngapi ya ukombozi? Saa 10 kamili. Saa 9:40 yupo kanisani. Ukiona mtu anajivuta kwenda kanisani, ngoja tu niende leo wakanione. Saa 4 ndio anaingia kanisani. Saa 4 sasa kajipamba mwenyewe, anakaa nyuma kule, anakuwa na lengwa tu hivi, haandiki kaka. Ukisema haleluya, anaangalia pembeni. Bwana asifiwe. Tembelea wale watatu wasalimie. Moyo wa ibada hauko hapo. Kila kinachofanyika ndani ya kanisa siku hiyo ya ibada, kila kinachofanyika ndani ya ibada ni cha Roho Mtakatifu. Ingekuwa sio Roho Mtakatifu, ningekwambia haya wote sasa tokeni twende chooni. Ni ya kwangu, sio? Cha Roho Mtakatifu. Hata ukiambiwa piga magoti, hata kama unaumwa magoti piga. Inawezekana kipindi unainuka umekuwa na moyo wa ibada, magoti yamepona. Moyo wa ibada ukiondoka ndani ya mtu, hata ukiambiwa inua mikono, nasema Bwana wainue wengine. Salau hizi tupelekesha tu hapa ndani. Omba. Amen. Hapo watu wamekazana katika jina la Yesu. Yeye tu yuko. Amen. Haleluya. Amen. Moyo ibada wako. Shangilia, piga vigelegele, ruka kama unataka kuruka. Yeye tu. Huyu ashida gani? Unyenyekevu mbele ya Mungu ni sehemu ya moyo wa ibada. Usipokuwa mnyenyekevu, moyo wa ibada hauko hapo. Mtumishi hapa akisema sema amen, utasikia wenzako anasema amen, kaka tu hana mdomo, anao haongei, yuko nje huko ni cherehani. Kusema tu amen shida, kwa sababu amen maana yake na hivyo. Lakini mwambie jirani yako, hebu kuwa na moyo wa ibada.
Kuwa na moyo wa ibada. Nimesema mgeni mmoja mwambie kuwa na moyo wa ibada. Mwambie kabisa mpendwa. Hebu uwe na moyo wa ibada basi. Unamkuta huyu mtu kuja kanisani mpaka apigiwe simu. Wewe Mary Msikia Mary? Yaani kuna mtu kuja kanisani mpaka mtumie wajumbe. Hebu nendeni jamani mtamwita. Ndio watu waende wapi? Alafu akikuta pale yuko busy tu. Vipi? Karibuni. Mbona tumekuja kukuambia kanisani mbona hatukoni? Nitakuja tu siku moja ipi? Hizi siku zingine uko wapi? Niko busy. Ndio uko kuabudu sasa vipi?